Bana, licha ya mtu mzima Harmonize kuwa na love kubwa zaidi bana kwa wasanii, lakini pia licha ya mshikaji pia kuwa na love kwa watu wengi zaidi, lakini sasa hivi kwenye issue ambazo zinaendelea sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii bana, inapelekea pia kama love hiyo kwenda kuisha hivi. Lakini pia kuna mengi zaidi ambayo yanazungumzwa juu ya Ibra kutoka Konde Gang, lakini pia na Harmonize kumlipisha shilingi bilioni 1 ili aweze kumwachia. Ibra mwenyewe alifunguka bana, akafunguka mengi zaidi, akasema kwamba kwa sasa hivi anadaiwa bilioni 1 ili aweze kutoka Konde Gang. Lakini pia utakumbuka Harmonize mwenyewe alilipishwa milioni 600 ili kutoka WCB, lakini mshikaji ni kama ameongeza milioni 400 juu hivi ili mshikaji Ibra bana aweze kutoka Konde Gang. So issue hizo zinamfanya Ibra mwenyewe kuweza kuwa na wakati au kupata wakati mgumu zaidi wa kutoka au kuamua kutoka Konde Gang. So sasa hivi kinachoendelea ni fundraise, wanachangisha bana michango sasa hivi bana ili iweze kufika bilioni 1 ili mshikaji aweze kuwa msanii uhuru, aweze kwenda kwenye management nyingine, iweze kwenda kusimamia bana kazi zake, lakini pia iweze kwenda kumsimamia kwa sababu ya yeye mwenyewe. Ibra alisema kwamba Harmonize ni kama kazi zake hazisimamii hivi, yani hampi time ya kutosha. Na sasa hivi ukiangalia mshikaji yupo na kwenye mahusiano sasa hivi na Kajala, yani muda mwingi zaidi anatumia bana kwenye masuala ya mahusiano, lakini sio kwenye masuala ya kazi. So jamaa akasema kwamba huyu mshikaji hawezi kusimamia kazi zangu, nyimbo zangu hazisimamii vizuri, kwa hiyo anaamua sasa hivi kumove on, yani kwenda kwenye lebo nyingine ambayo inaweza kumsimamia kazi zake. Sasa swala hili limemfikia Pilato, mhukumu wa mwisho, namzungumzia DC Mwijaku bana, ambaye leo kwenye Instagram yake ameweza kuandika bana mambo mengi zaidi ambayo yanamhusu Ibra, akiwa na mtumwa. Anasema kwamba huenda mshikaji ni kama kuna makubaliano ambayo hataki kuendana nayo, yani hataki kuyafuata. Na hapa pia kwenye Biombasha TV kwa siku leo tutamsikia Jack Boy Mwijaku akiwa anazungumza hayo bana, kufuatia bana issue hizi ambazo zinaendelea sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya Ibra kuweza kujiondoa au kutaka kutoka Konde Gang. Wewe una maoni gani juu ya hili? Lakini pia hebu tumsikilize Mwijaku hapa kwa kile ambacho ameweza kukieleza, lakini pia kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya Biombasha TV. Bwana, sakata la Ibra limenifanya nishughulike kidogo, lakini naomba niseme kwanza kitu kimoja. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Harmonize amemuomba Ibra shilingi bilioni 1. Ni mtu wa mwisho kabisa kukubali. Kwa life alopitia Harmonize, kwa maisha alopitia Harmonize, simuoni Harmonize akimuomba Ibra shilingi bilioni 1 ili avunje mkataba. Jinsi Harmonize alivyopambana na Ibra, jinsi Harmonize alivyoinvest kwa Ibra, jinsi Harmonize alivyomtengeneza brand ya Ibra kuwa kubwa kupitia sisi na kupitia washikaji zake wa karibu. Naogopa na sitaki kuamini uzushi ambao inasemekana kuwa Ibra ameomba bilioni 1 kuvunja mkataba. Nakataa. Ibra ni msanii mkubwa. Ibra ameanza ku take over sasa hivi. Ibra ameanza kuonyesha ukali wake sasa hivi. Ibra ameanza kupata riziki. Kuanzia mwaka jana mwezi wa 10 ameanza kupenetrate kwenye jamii na anaonekana anafanya vizuri. Siamini kama Harmonize anaweza kaomba bilioni 1. Ila naamini kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele kakiruka.